Habari mwana Azam FC na hujambo? Karibu tena katika kipindi chetu pendwa Azam FC TV, kipindi kinachokuletea burudani kamili ya mchezo wa soka. Hapa utapata taarifa zote muhimu, matukio ya ndani pamoja na nje ya uwanja, bila kusahau mahojiano pamoja na mengine mengi yanayohusu timu yako pendwa ya Azam FC. Hivyo mwana Azam FC, usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Mwana Azam FC, katika kipindi chetu cha leo tutakuletea mambo makuu mawili. Kwanza, tutakupeleka nchini Kigali, Rwanda, ambako timu yetu inaendelea na maandalizi ya kujiandaa kuupokea msimu mpya wa mwaka 2026-27. Utashuhudia namna wachezaji na benchi la ufundi wanavyojifua kuhakikisha Azam FC inaingia kwenye msimu mpya ikiwa katika kiwango bora. Pili, tutakuletea simulizi ya namna Azam FC inavyoendelea kuthibitisha dhamira yake ya kuendeleza vipaji vya vijana kupitia akademi yake. Utamfahamu Amiri, kijana alianzia timu ya vijana wenye umri wa chini ya miaka 15 na kufanikiwa kupandishwa moja kwa moja hadi kikosi cha timu ya wakubwa. Azam FC TV imefanya mahojiano maalumu na kijana huyu, ambapo anazungumzia safari yake, ndoto zake na fursa aliyopewa na klabu ya Azam FC. Hivyo basi, usiondoke mbele ya runinga yako, kwa sababu haya yote na mengine mengi yanakujia ndani ya Azam FC TV. Mwana Azam FC, timu yetu inaendelea na kambi yake ya maandalizi ya msimu mpya wa mwaka 2026-27 hapa jijini Kigali, Rwanda, ikiwa na lengo la kujijenga vizuri kuelekea ushindani wa michuano mbalimbali itakayoshiriki msimu huu. Hali ya kikosi ni nzuri, huku wachezaji wote wakiwa katika afya njema na wakiendelea kutekeleza programu ya mazoezi iliyoandaliwa na benchi la ufundi. Kutoka hapa Kigali, Azam FC imeendelea na mazoezi ya nguvu yanayolenga kuongeza utimamu wa mwili, kuimarisha mbinu za kiuchezaji na kujenga mshikamano wa kikosi. Habari njema ni kwamba wachezaji wote waliokuwa bado hawajajiunga na timu sasa wamewasili kambini. Miongoni mwao ni Kipe Junior ambaye leo ameanza rasmi mazoezi na wenzake, ikiwa ni siku ya kwanza kambini, huku akianza kwa kufuata programu maalumu ya kumrejesha taratibu kwenye kiwango cha wenzake. Aidha, Fultensi Mendoza naye amejiunga na kikosi baada ya kuchelewa kuwasili kutokana na sababu za kifamilia. Kuwasili kwao kunamaanisha kuwa sasa kikosi kimekamilika na kinaendelea na maandalizi yake kwa pamoja kuelekea msimu mpya. Kwa ujumla, mazingira ya kambini ni mazuri. Hali ya hewa ya hapa Kigali ni rafiki kabisa kwa mazoezi, huku usalama ukiwa wa kiwango cha juu, jambo linalowapa wachezaji na benchi la ufundi utulivu wa kuendelea na maandalizi yao kwa umakini. Azam FC inaendelea kujifua kwa bidii, ikiwa na dhamira ya kuingia katika msimu mpya ikiwa tayari kushindana na kufanya vizuri katika kila mashindano itakayoshiriki. Huyu ni Rashid Mgunya, meneja wa Azam FC, akitueleza hali ya kikosi, maandalizi yanayoendelea na matarajio kuelekea msimu mpya. Awali yote, kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu toka siku ambayo tumeanza safari tarehe 31 na kuwasili hapa na kuanza mazoezi rasmi tarehe 1 kufikia leo. Alhamdulillah, tumefikia siku ya 4 ikiwa siku nzuri, na toka tumeanza session zetu hapa tumekutana na hali ya hewa ambayo tumeitarajia. Kwa hiyo mazoezi toka tumeanza na mpaka siku hivi ya leo imeenda vizuri sana. Alhamdulillah, ukiangalia hali za wachezaji, ukiangalia utimamu wa wachezaji, namna ambavyo mazoezi yanaenda, ushindani ambao upo katika mazoezi, kwa hiyo inatupa picha kuona kwamba yale ambayo tumetarajia mpaka hatua hii na siku ambazo zimebaki kabla kurejea Dar es Salaam, tutakuwa tumevuna kile ambacho tumetarajia kukivuna. Ratiba tunatarajia kurudi Dar es Salaam tarehe nakata hiyo. Ratiba, timu inatarajia kurejea Dar es Salaam. Ratiba, timu inatarajia kurejea Arusha moja kwa moja
tarehe 12, kwa sababu ikumbuke tunaanza mechi yetu ya kwanza tarehe 15 ya mwezi huu. So tutarudi moja kwa moja Arusha kuwa na siku 2 kabla ya mchezo. Kwa hiyo timu itawasili Arusha tarehe 12. Mwana Azam FC, tukiwa hapa Kigali, Rwanda, timu ya Azam FC TV ilipata fursa ya kufanya mahojiano maalumu na mmoja ya vipaji vinavyochipukia kutoka akademi ya Azam FC. Huyu ni Amiri. Katika mazungumzo haya utamfahamu kwa undani zaidi safari yake ya soka ilivyoanza, maisha yake ndani ya akademi ya Azam FC, uzoefu wa kufanya mazoezi na kikosi cha kwanza, pamoja na ndoto na malengo yake kuelekea maisha ya soka la ushindani. Karibu tuanze mahojiano na Amiri. Naitwa Amiri Ali Abedi, ni mchezaji wa Azam FC. Mimi Amiri nimezaliwa Tanga Bombo pale hospitali, na nimeishi mtaa mmoja unaitwa Kanjeka na nilipoishi, na nimefanikiwa kusoma msingi darajani, nimemaliza mpaka la 7 nikaangalia, ila sikufanikiwa nikaingia sekondari na search, ila sikufanikiwa kumaliza, nilishia form 2. Jinsi ilivyo tu nyumbani, na nimeishi sana na bibi yangu, nimeishi naye sana, japokuwa mama anakuja anafanya kazi, maana nyumbani pale kwa bibi nje kuna mgawa na mama anakuja kufanya kazi kila siku, lazima aje saa 6 naondoka, ila nimeishi sana na bibi na makazi yangu tangia mdogo mpaka sasa hivi nilipofikia huku nimetoka kwa bibi, nimeishi na bibi pale. Na kuhusu mambo ya shuleni, mambo ya kucheza mpira, kuna kila ikifika saa 4 ile muda wa mapumziko nachukua mpira wa karatasi, kuna kiwanja shuleni pale tunacheza, nacheza mpaka saa 5 tunaingia darasani nasoma. Tukitoka hapo ndio nyumbani, kifika nyumbani tena ikishamaliza kula kwenye karatasi, naweza karatasi. Na kumbuka takuwa siri, ndio nikaja nikakutana na kocha Jerry. Kocha Jerry anikuta kwenye, maana ninapocheza mpira wa karatasi na anafanya mazoezi ni hapa na hapa, nasema akaniona akaniambia, wewe vipi fresh, ananiambia pale uwanjani kwa kucheza. Kaambia sawa, ila sikuenda, nikapuuzia, kaendelea kucheza karatasi. Kuna siku kaja kuniona mtaani na zura kaniita, wewe si nikwambia uje pale siku nini? Akaambia njoo ndakuletea viatu. Siku nyingine kesho yake ndo nikaamua niende sasa. Kufika pale namsalimia, akaniingiza kwa wenzangu wadogo, kama tunafanya mazoezi wote, tunacheza, tunafanya mazoezi, kana ananifundisha nifanyisha mazoezi. Kafika kipindi nafanya mazoezi pale Natali, uwanja wa Natali Academy pale na school. Kafanya mazoezi, Mungu akajalia JK Pro ikanihitaji, akaongea na kocha, ndo nikaenda JK. JK nilichukuliwa kutoka katika timu ya Natali Academy ya mtaani, nikafika pale JK. Nafanya mazoezi. Bahati nzuri kocha pia nilomkuta JK ni kocha huyu wa Natali, alikuwa pia pale JK. Kila nikienda nafanya mazoezi, nimefanya mazoezi, ikafika kipindi kila nikifanya mazoezi ilitokea mechi kubwa, ananichukua ananiambia, leo utakuwepo kwenye mechi kubwa. Nikishacheza mechi kifika dakika 5 dakika ngapi, ananiingiza nacheza, ananiambia hivyo mwanangu, kesho hivyo tunafanya mazoezi kwa wadogo, kana natolewa kidogo napeleka kwa wakubwa, hivyo. Kafika kipindi ya kucheza mechi sijui na nani kubwa ile JK pale na under 20, mimi nikapewa nafasi nicheze. Nikacheza pale, nikacheza. Nilipomaliza pale kaambiwa safi sana, umecheza vizuri sana. Ndio bahati nzuri kocha akajaliwa, akaja na JK, akafanikiwa kuja katika timu ya Azam. Kwenye timu ya Azam wakamhitaji, alipofika hapa akapewa under 15 akapewa. Mimi kana nafanya mazoezi kule, Jamali ambaye ndo mwenye team boss akaniambia, sasa unapoelekea ngoja nikupeleke sehemu fulani ili ukaendeleze
kipaji chako. Ndo akanitoa pale akanileta Azam Academy, ambao ilikuwa ni mwezi wa 10 2025 ndo nafika. Siku ya kwanza kufika pale Azam, maana sije kufika siku ya kwanza kufika ilikuwa hata geti sijui nyingine na geti gani. Yaani nafika pale naona uwanja sijui nyingine, na mimi nilichokariri nikaona pale, maana ule uwanja wa Azam kuna geti la namba 1, namba 2 na namba 3. Sasa mimi ningalifuata ile la katikati kabisa, ile ambalo limeandikwa Azam Complex. Hapo pale ngazuiliwa, hapa waingie watu. Sasa nimekaa kana shanga kumwona jamaa mmoja anajezi Azam kava kibegi, nikaona huyu itakuwa afanya mazoezi. Ikaa namfuata, akapitia kule kuna gate namba 3. Kila napoenda namfuata. Kafika sehemu nikaingia, nikafanikiwa kuingia mpaka ndani. Kufika ndani ikaa nimekaa sasa kwenye mabenchi naangalia uwanja. Sijui watu wafanya mazoezi wapi, sijui naanzia wapi. Kana angalia pale. Naangalia. Mwisho siku akaja kuna jamaa alikuja pale aitwa nani? Alikuja pale under 15 pia. Kuja pale nikamuuliza, "Vipi fresh watu wafanya mazoezi?" Akaniambia, "Nyuma." Uwanja wenyewe si ujui ulipo. Akaambia, "Twende." Tukatoka pale mdogo mpaka kule. Kufika kule ngakuta kule wenzangu wamekaa. Mimi nikajiunga japokuwa ni mgeni. Kama nimekaa peke yangu nikavaa, kamaliza pale kocha akatuita. Kafanya mazoezi na maliza tukufanya mazoezi ni ndo ambao tukanywa maji. Nakutana na manager Benadi. Ananiambia, "Vipi fresh?" Safi. Ndio nahisi taarifa ilikuwa bado haijatoka, maana nilikuja ghafla tu, niambiwa, "Haya nifanya haraka uende." Anambia, "Umetoka wapi?" Sasa na dua sielewi mjibu nini kwa ule uoga. Ananiambia, "Nitakufukuza hapa." Hebu niambie umetoka wapi? Kaambia, "Hamna, sijui nini." Akaa kujitetea hivi. Akaja kuna jamaa mmoja alikuja hapa akaniambia, "Mwache bwana mtoto. Hebu ingia zako uwanjani." Kwa jangu uwanjani nikacheza. Baadaye ndo nikaja tukapewa vifaa pale. Kumbuka kuna game ya kwanza tumecheza. Ile game tulitoka 2-1. Nilifanikiwa kufunga goli moja Nzizo nacheza winga na striker. Kwenye kucheza ile game mpaka inaisha kuna watu wakasema, "Huyu mkubwa huyu. Hawezi kuwa under 15 huyu mkubwa huyu. Kucheza yake mkubwa." Ila mimi sikujali kwa sababu maisha niliyopitia, maana kocha Jerry alikuwa ananichukua sana kunipeleka kwa wakubwa mara nyingi ili nipate ukomavu na nijue vitu vingi. Kwa vile kwa anaponipeleka sio nikacheze mechi za kubwa, sio mazoezi, sio nini. Maana kuna kipindi kule Natali ilikuwa kila tukifanya mazoezi tukimaliza kwenye kupanga tunapangwa wadogo afu tunapangwa wakubwa, afu kocha anaambia wale wakubwa, "Hawa watoto wachezeni mpira, wasiguse mpira, na kama unaweza kuwafunga 100 wafungeni 100. Watafute mpira kwa kila saa, kila mara, na sehemu kuafika wafikeni. Kuna kitu natafuta." Kwa hiyo nakumbuka game ya kwanza tulipocheza nao tulifungwa goli 15 kwa bila. Goli 15 tumefungwa. Tulifungwa goli 15. Tulipomaliza hapo akasema, hamna shida wanangu, mmefanya vizuri. Tafuta nyingine tuna mchezo. Kila wiki mara 3 lazima tucheze nao. Tumecheza game nyingine wakatukuja tena 14. Kila tunapocheza nao magoli yanashuka sasa. Mdogo magoli yanashuka. Siku tukaja kucheza nao siku moja, tukaja kushinda, wakatufunga goli 7, tukapata goli 1. Tulishangilia sana. Mwalimu akasema vizuri sana, ndio kitu ninachotaka, endeleeni hivyo. Kila siku tucheza nao, siku nyingine wanatupiga 5, tunabisha. Kuna kipindi kuna mechi moja tulicheza nao, tulibisha tukatoka 2-1. Yaani wewe tulicheza juu yetu, yani kila mtu alikimbia, alikaba, tulifanya hivi, tukaja kutoka 2-1. Yesu tulifurahi sana. Kusema ukweli tulifurahi. Kwa hiyo nilipokuja hapa pia Azam nilipoambiwa kubwa la sikuwaza. Kasema jambo la kawaida kwa sababu jinsi nilivyotoka nilipocheza, jinsi ninavyocheza kule na kwa maelekezo na kufundishwa. Ndo baadaye tukaja kucheza mechi na under 17 Azam. Kwa mechi na under 17 kaja kupata kucheza mechi na under 17 na mechi na under 17 ndio nacheza striker.
kwenye kucheza mechi na under 17. Kocha under 17 ile mechi tulivyomaliza akatokea kunielewa, akasema una kitu utakuwa uje kufanya mazoezi na under 17. Nilikuwepo mimi na mwenzangu, nilikuwa tulienda mimi hapa, mwenzangu mwingine aitwa Saidi na Aruni na Freddy. Kwanza tulienda wanne. Mimi hapa Saidi, Aruni na Rashidi ambaye ni beki stop. Tulivyotoka pale tukaenda kama tunafanya mazoezi nao under 17, nafanya mazoezi hivyo hivyo. Yule mmoja Aruni ikawa mambo yake ya shule akufanikiwa, ikawa kila siku anachelewa kuja mazoezi, saa nyingine aje. Kwa hiyo akapata tafutwa, ilikuwa pale under 15 kuna mtu aitwa Fred alicheza fullback namba 3. Akachukuliwa na akaja under 17, leo tunafanya mazoezi wote hivyo. Ikaja swala sijui kuna ligi under 17, kocha akasema nataka niwatumie, kwa hiyo itakuwa mwende kwenye vipimo. Tukaenda kwenye vipimo, tukabahatika tukapita kwenye vipimo. Ikawa tunafanya sama mazoezi na under 17. Akicheza mechi na pia dakika 5, dakika 15 cheze. Akitoka hapo ananiambia vizuri sana kijana wangu, mcheza vizuri. Hamna shida, hivyo endelea kupush. Kila mazoezi nikimaliza ananiambia vizuri. Kuna muda ananitolea mfano, ananiambia chezeni kama Amir, kwani kama Amir anapambana. Hivi ndio mchezaji itakuwa awe. Kanaendelea hivyo. Kana natamani kufanya bora kuliko nilichofanya jana. Niendelee kufanya bora kila muda na kila wakati. Siku ya kwanza ambayo nenda kufanya mazoezi na timu kubwa, ninavyokumbuka nilikuwa nimeenda mazoezini na wenzangu. Nilipotoka mazoezini, nimerudi, tumekaa, tumetulia. Akaja kocha Liogope. Akaniambia, Amiri, jiandae kufanya mazoezi na wakubwa. Yaani sikuamini kwanza. Akaniambia jiandae kufanya mazoezi na wakubwa. Tena sasa hivi kanywa chai uende. Kaenda kanywa chai, nikabadilisha. Tulikuwa kama watatu. Kama wawili, mimi na mwenzangu. Tukaenda, mimi na mwenzangu Yusufu. Tukaenda pale siku ya kwanza, tukasalimia, tukafika sasa ikawa tumekaa. Siku ya kwanza kabisa kufika, yani kwa na pressure, sijui naanza wapi, sijui namaliza wapi. Kwa hiyo tumefika, tumekaa. Kaja kwa wakati tukaitwa pale. Sasa kwenye wakati kuongea akaongea, tukaambiwa tujitambulishe. Sema kweli ile siku nilikuwa na pressure, nilikuwa naogopa sijui nifanyeje yani. Kwenye kujitambulisha nikajikwaa hivyo. Japokuwa ndo siku ya kwanza ile akasema akajitambulisha na mwenzangu akajitambulisha. Tukaingia mazoezini. Nakumbuka siku naingia mazoezini ilikuwa ni wapo wachache, wengine kwa hapo. Kwa hiyo kwenye kufanya mazoezi kana sana nipo na Chilambo kana kinachoongea kocha, Chilambo ananielekeza, fanya hivi mdogo wangu. Fanya hivi. Mwanzo mwisho niko na Chilambo mpaka tunamaliza mazoezi. Tunaondoka pale. Kitu ambacho ameniambia kocha Ibenge, aliniambia kama unaweza kufanya kitu na wala usiogope. Nimekuleta huko sababu naona unaweza chochote. Unaweza kufanya kitu chochote na unaonekana kabisa una uwezo wa kufanya, basi fanya, usimuogope yoyote wala usiogope. Wakati nasoma shule nilikuwa tangia darasa la kwanza ninavyosoma mazoezi naenda, kipengele ilipofika darasa la 7. Darasa la 7 ilifika sasa ikawa kutoka shule saa 1 usiku. Kutoka shule saa 1 hapo nafikiria mazoezi, na kutoka shule saa 1 ikawa kila anafanya hivyo. Mwalimu kamwomba mwalimu ruhusa, mwalimu akagoma, hamna. Maana kwa ni wakati wa ndo naelekea wakati wa mtihani. Sasa ikawa mimi nilichofanya sasa ikawa kile ikifika saa 8 kengele kigongwa, mimi natoroka naenda zangu mazoezini. Hapo ratiba ilikuwa bado wazazi, yani ratiba tumepaswa wanafunzi tupeleke wazazi, ila mimi sikumwambia mzazi kama tunatoka saa 1. Kwa kila kitoroka nikienda, mmoja akatoka hajui kama ametoroka. Kocha anajua atoka shule. Sasa kile ninavyoenda sasa nikija kesho kinapigwa ile bado sielewi. Ndo siku mwalimu akaamua mpige mzazi, akamwambia aje kwenye kikao. Ndo akaja mzazi kwenye kikao, ndo akapata hizo taarifa. Kama mwanao anatoroka kutoka shule saa 1. Kufika hiyo nikafika nyumbani nikaambiwa, ikawa sasa sita kuelewa. Nilipoona ndo akapelekewa taarifa mwalimu, bwana mtoto anatoroka na wakati wa mtihani. Mwalimu akanipiga stop nisifike mazoezini.
Kaniambia mpaka malize mtihani ndo nikuone, sikuone mazoezini. Na nikikuona na kufukuza. Kaona sasa sina budi sasa. Sasa mimi naenda zangu shule natoka saa 1. Mazoezi napata mazoezi Jumamosi na Jumapili. Mwalimu anasema hata ukija Jumapili tupu hapa hamna shida. Mimi si ninajua na dharura. Mimi nitajua nifukije nifanye kitu gani ili uzidi kuendelea usishuke. Kwa hiyo kando hivyo hivyo. Jumapili na Jumamosi ndio ninafanya mazoezi. Nimefika Mungu akajalia nikafanya mtihani. Siku namaliza mtihani tu. Maana tumaliza mtihani ilikuwa ni mchana. Nilipomaliza mtihani tu sitaka kusubiri chochote. Nikakusanya vitu vyangu. Shaba nyumbani. Kafika nyumbani. Shamaliza nikatupa vitu vyangu kaenda mazoezini. Pale kocha ananiambia vipi? Nikamwambia shamaliza mitihani. Ananiambia sasa ilikuwa shida nini sasa? Si ungetulia tungemaliza class. Sasa umeshamaliza afu ndio hivi mpira si upo. Imeenda tumefanya nini form 1 ile mpaka imefika form 2. Sasa form 2 ile ikawa tabu. Ikawa kutoka saa 11:30. Sasa ndio ikawa tatizo sasa. Kutoka saa 11:30 mazina yafuataje? Kaenda. Kafika ona ngamwambia mwalimu akasema utajua wewe shule uende. Kama hata ukijabu kufanya mazoezi, maana kwa pia kuna kiongozi wetu wa Baziri ananiambia wewe ukitoka shule kama unarudi saa ngapi wewe njoo, hata kama kuna dakika 5 ukija hapo utajua sisi tufanyaje. Kila nikitoka shule saa 11:30 mpaka nikifika nyumbani nishachukua kama saa 12 dakika 10 dakika 15. Kwa hiyo nikifika siulizi heri, nishasalimia kisha vua nguo na tupa tu kokote, nabeba viatu mbio mazoezini. Kifa pale mazoezini pale nakuta zangu tayari washamaliza mazoezi wanacheza sasa. Kwa pale ananiambia kidogo ufanye warm up, mwalimu kasokishajua huyu dharura ipo vipi, ni mambo ya shule. Kwa hiyo lazima nimfanye kitu gani? Ananiambia fanya warm up. Ananipa mazoezi yake binafsi pale, baadaye ananiambia dakika kama 5 zikibaki ananiambia ingia hapo ucheze na wenzako kidogo. Kwa hiyo ndo maisha yangu ndo hayo. Kafika wakati sasa shule nayo kuna mizozo ikatokea shuleni. Ikaja kwenye mambo, kuna siku nakumbuka shuleni tuliambiwa tubaki shule. Sasa ilikuwa kuna mechi. Nikatoroka bwana. Kutoroka kesho yake narudi shule nikaambiwa nitapewa adhabu afu nikaambiwa nilete na matofali 50. Sababu nika sababu kila nikifanya hivi wapi, kila nikifanya hivi wapi. Kila nikifanya mwalimu haelewi, mwalimu mkuu akakaa kidete, matofali yale kama vile asije tena. Sasa nyumbani yenyewe kando hivyo tofali 50, maana tofali moja kwa ni 1200. Sasa mpaka matofali 50. Afu kwa enzi hizo baba na mama shaachana, mimi naishi na bibi. Baba yupo kivyake, mama yuko mimi naishi na bibi tu. Sasa ikawa matatizo hapo kwenye hivi, mara siende shule, mara hivyo, mwisho wa siku nikaacha shule. Kasema sababu nimeacha shule, mwalimu akanifokea sana, akaniambia naacha shule kisa nini? Si nini? Kama hivyo ungesema tukuchangie, si nini tujue tufanyaje? Ila ndo kama hivyo kaona ana shule yenyewe pia. Na niwashukuru wengineo, ndugu zangu, marafiki zangu nilicheza nao. Nashukuru wengine na nimshukuru pia Jamali kwa kunifikisha hapa, kwa kunitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine, na ni jambo la heri. Nimshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa, na nimshukuru pia kocha Ibenge kwa kunileta hapa na kuniamini kuniweka katika timu yake. Amiri, mmoja ya vipaji vinavyochipukia kutoka Academy ya Azam FC. Bila shaka safari yake ni chachu na msukumo kwa vijana wengi wanaopambania ndoto zao za kucheza soka katika ngazi ya juu. Kutoka hapa Kigali, Rwanda, hatuna la ziada kwa leo. Endelea kufuatilia Azam FC TV ili kupata taarifa, mahojiano ya kipekee na burudani mbalimbali zinazohusu timu yetu pendwa. Usikose kuwa nasi kila wiki muda na wakati kama huu. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora.